Mimi kitu ambacho tu nimekiona kwa hawa jamaa mpaka hapa sasa hivi, nimejua tu kwamba jamaa hawa wanatafuta sadaka za waumini wasioelewa, wana njaa, kwa hiyo wanapotosha watu kwa makusudi. Yaani kwa kifupi nimegundua jamaa wana njaa. Kwa hiyo wanakwenda, nimemwona Masawe amepita Sengerema huko, amepita wapi, anabatiza na watu siku hizi jamaa amekuwa askofu. Yaani wanatafuta sadaka za watu wasiojielewa. Huo ndio ukweli. Lakini swala la kwamba mimi nimetoa katika maandiko au sijatoa katika maandiko, nimetoa sana maandiko, na swala la utatu limenyooka hivi kama lula. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu, wamejaribu sana kunisema hapa, nyie mnaosoma theology mmeenda mmeondolewa akili zote, mmeenda mmeweka matakataka. Jamani, mnisikilize. Kataeni wahubiri wote wanaohubiri injili afu hawajaenda chuo, hawajaenda theology. Hawa jamani tupa kule kabisa. Ndio maana hata Kagame kule Rwanda alikataa kabisa wahubiri wa hivi. Hawa ndio wanafanya mambo ya Shakahola kule. Hawa ndio wanafanya mambo ya manabii fake hapa, wanaoleta kucha na nini, ndio aina hii ya watu. Kwa sababu theology inatusaidia sisi kumuelewa Mungu. Kwani theology ni nini? Kwani theology nini? Yaani tu hiyo neno theology ni elimu ya Mungu. Ni elimu kuhusu Mungu. Sisi tunaenda kujifunza biblical languages, tunaenda kujifunza lugha ya asili iliyoandikiwa Biblia. Hao wanaijua sasa. Ndio maana wanakuja na tafsiri za ajabu hapa. Unasoma katika mafungu yote waliosoma hapo, wanatafsiri kinyume. Wanatafsiri kinyume. Kwa nini? Kwa sababu hawajui original manuscript imeandikwa nini, inasoma. Hawa mimi nikiwauliza hawa hata wanajua cases zilizoko katika Greek. Wanajua kama kuna nominative case, wanajua kama kuna genitive, kuna dative case, wanajua voices zilizoko katika lugha, kwamba kuna wanajua hata gender zilizoko, kwamba hata kuna nyuta, wanajua hivyo vitu. Hawawezi kuelewa kwa sababu they are unprofessional. Alafu wanazungumza na watu ambao ni professional, utafikia conclusion sangapi? Haiwezekani, na bado na dakika 3. Sasa theology inatusaidia kutafsiri Biblia kwa usahihi, inatulinda dhidi ya mafundisho ya uongo, kwa sababu maandiko yanasema katika Timotheo wa 2:4 mstari wa 3 kwamba kwa maana wakati wakuja, kwa maana utakuja wakati ambapo watakataa mafundisho yenye uzima. Kama wanapokataa mafundisho yenye uzima, wanasema Yesu sio Mungu. Nani katika Ukristo alisema Yesu sio Mungu? Katika Biblia ipo wanazosoma kwamba Yesu ana mwanzo, uliona wapi? Sasa mimi nimeuliza swali ambalo hawajaweza kujibu, na hakuna mtu anaweza kujibu hilo swali. Kama Yesu ana mwanzo, mwisho wake ni upi? Maana kila lenye mwanzo lina mwisho. Kwa hiyo usiseme kwamba theolojia ni elimu ya uongo. Theolojia inatupatia msingi wa mahubiri yenye nguvu kwa sababu tunajua biblical language. Theolojia inatuwezesha kutetea imani, tunakuwa apologetics. Unaona? Theolojia inatuongoza katika maadili ya kichungaji. Theolojia inakuza unyenyekevu wa ibada. Kwa nini? Maandiko yanasema katika Warumi 11:33, kina cha maji na hekima na maarifa ya Mungu. Tunakwenda kupata maarifa ya Mungu. Amezungumzia hapa kwamba tutakuja siku moja kwenye mada hiyo, na naitamani kweli hiyo ya wasabato wa awali. Naitamani kweli na development ya jinsi ambavyo kanisa liliingia katika utatu. Maana ziko stage 3 za kanisa wa sabato mpaka tunakuja kufika kwenye understanding ya utatu. Walikuwepo wale wa kwanza ambao walikuwa ni anti-Trinitarians, baadaye wakaja wale ni semi-Trinitarians, alafu baadaye tukaje kuwa kwenye Trinitarian. Hizo stage zote zipo na ninazijua vizuri sana. Kuanzia kwa kina Joseph Bates mpaka kuja kufika kwenye maandiko ya Ellen White. Hayo tunayajua. Kwa hiyo kuna paradigm shift kwenye linapokuja swala la fundisho la utatu. Sasa hawa ndugu zangu, mimi ninawaambia hivi, naaga sasa. Nawaambia hivi, wao wanatakiwa warudi wakabatizwe. Maana mpaka hapa sasa hivi hawa jamaa ni waasi. Wameasi imani. Wanatakiwa warudi, wanyenyekee, wafundishwe, wakabatizwe. Tena mimi ningewashauri waende kwenye chuo cha theolojia, waende wasome biblical languages. Kwa imani ni kufanya nini? Kwa imani si kumkataa Yesu. Ukishasema Yesu sio Mungu, wewe tayari ulishaasi. Nikajua labda kutoka kwenye kanisa. Hao wameasi kwa sababu wanampinga Yesu. Ndio maana wameasi. Sio tu kutoka kwenye kanisa, kwa sababu hata wako wengine wako kanisani wameasi, lakini wako kanisani. Hao walichofanya tofauti yao ni kwamba wao wametoka kanisani, ila ni waasi wengine kama waliko kanisani pia. Wako kanisani na wameasi. Kwa nini? Wanamkataa Yesu aliye Bwana na Mwokozi. Na wanamkataa kwa sababu gani? Wanamkataa kwa sababu wanasema sio Mungu, jambo la uongo. Mimi nawaambia hivi, wito wangu kwa jamaa, tena wakitaka nikae niwafundishe vizuri dot kwa dot, niwafundishe. Wanyenyekee tu niwafundishe. Alafu mambo yatakuwa rahisi, basi waokolewe waende mbinguni. Asante.